Mbona mwenyekiti unasikitika kutajaza? Kwa hiyo mwenyekiti, siku nyingine tutaweka weekend kama kawaida. Ndugu zangu, tumewaita hapa kwa mambo mawili. La kwanza ni sherehe ya kuzaliwa chama chetu miaka 49. Lakini la pili ni mimi kama ndugu yenu mwanenu ambaye mlinipa kazi, niliomba kazi ya utumishi na mkajitoa kwa wingi. Oktoba 29 Chama cha Mapinduzi tumefanikiwa kupata rais na mimi diwani. Niseme kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, ndugu zangu, asanteni sana na washukuruni sana. Mwenyezi Mungu awabarikini sana, na tunatoa ahadi ya kuwatumikia na kuendelea kujishusha kama ilivyokuwa nyuma. Lakini mgeni rasmi, tupelekee salamu kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Wakati tunamchagua aliweka ahadi ya siku 100 za mwanzo mabadiliko ambayo atayafanya hususan Tanzania kwenye mambo mbalimbali, na kwenye ilani ya uchaguzi ya mkoa wa Dar es Salaam kuna mambo ambayo yameagusia ndani ya kata ya Vingunguti. Kumshukuru na kumwombea dua rais wetu, Mungu ampe umri mrefu na siha njema. Tulikuwa na barabara yetu pale kwa mtendaji ambayo tunaita ipo kwenye mtaa wa Mtambani. Kelele zilikuwa nyingi sana. Rais aliahidi kwenye ilani ndogo ile ya ufungaji wa taa. Rais Samia alitoa milioni 440. Leo hii ikifika saa 1 ukianzia Kidarajani ukija hadi kwenye barabara yetu kwenye junction, unaweza ukasema haupo Vingunguti, upo Istanbul. Lakini ukitoka hapo ingia barabara ile ya Mashinaini ambayo tuko tunazungumza majengo, nenda nayo moja kwa moja hadi Kidarajani. Rais Samia ametimiza ahadi hiyo ya taa za barabarani. Siasa ni ahadi. Unapoahidi ukishatimiza, maana yake wananchi wanakiamini chama chako na wanaamini wale viongozi. Kwa hiyo hizi ahadi mbili tayari zimetimia. Ni ujenzi wa machinjio ya pili. Mgeni rasmi, hivi ndivyoongea, mkandarasi anajenga machinjio ya pili. Ile ya kwanza itabaki kwa ajili ya kusafirisha nyama nje ya nchi. Kwa hiyo ikishakuja kukamilika, maana yake sasa ile itabaki kwa ajili ya nyama za nje ya nchi, hii itabaki kwa nyama za ndani. Mkandarasi yupo site na anaendelea na ujenzi, na ametuahidi panapo majaliwa ndani ya miezi 3 ijayo machinjio ile itakuwa imeshakamilika, na tayari kwa mara ya kwanza Vingunguti tutasafirisha nyama nje. Ahadi ya 4, tulikuwa na vyoo vyetu vya historia pale tokea machinjio inaanza. Katika ilani ya uchaguzi ambayo tuliizindua kipindi cha kampeni, Rais Samia pale aliahidi vyoo vya kisasa. Hivi ninavyoongea na nyinyi tayari mkandarasi ameshapiga kechi, na muda wote ukipita pale machinjioni unaona basi zinakuja. Hiyo ni ahadi ya 4. Ahadi ya 5 ni ile ambayo tuko tunahubiri muda mrefu, ujenzi wa kiwanda cha mbolea Vingunguti. Nichukue fursa hii Mheshimiwa mgeni rasmi, ndani ya siku 100 za Dr. Samia Suluhu Hassan, hii ahadi imeshatimia. Ninavyoongea na wewe, ndani ya machinjio kuna container 40 feet. Tayari vifaa vimeshafika kutoka Uchina, na hivi sasa mkurugenzi, na nimpongeze sana ndugu yangu Eli Huruma kwa spidi kubwa anayoifanya ya kazi, kwa utu na uadilifu wake, ni kwamba zinafanyika taratibu za muda wote mkandarasi kuanza ujenzi wa kiwanda ambacho kitaajiri vijana, kiwanda ambacho kitaajiri kina mama, kiwanda ambacho kitatoa fursa za ajira kwa vijana wetu wa Vingunguti, ambao fedha atakavyovipata pale Vingunguti ina maana zitaingia mtaani, zitasambaa, wenye kuuza utumbo, wenye kuuza mchicha, sambusa, chapati, na maana mzunguko wa fedha utakuwa umetimia. Kwa hiyo ni ahadi ya 5 ya mashine tayari zimeshafika, na tulikuwa tunahubiri kwenye mikutano yetu kwamba mitambo inakuja milioni 440. Rais Samia atazitoa, ameziahidi. Kweli fedha zimeshatoka na mitambo imeingia. Ahadi ya 6 ambayo tuliahidi na tayari ndani ya siku 100 imeshatimia ni ujenzi wa shule ya sekondari kata ya Vingunguti. Mama Samia oye! Naongea na nyinyi, akaunti
ya shule ya sekondari kuna zaidi ya milioni 500. Akaunti ya jiji ina zaidi ya bilioni 4 na milioni 500. Manake pale Rais Samia anaenda kujenga madarasa yasiyopungua 16 na ghorofa 4, ondokana na ule msongamano wa darasa moja kukaa watoto 120, darasa moja kukaa watoto 100. Manake tukishapata madarasa 16, kitakachokuja kutokezea watoto watakuwa ni wachache na ni rahisi kuja kufundisha kwa walimu. Kwa hiyo nikasema, Mheshimiwa Mwenyekiti, ili nilizungumze wazi wananchi walielewe, na nichukue fursa hii ya kumpongeza tena mkurugenzi wa jiji ndugu yangu Eliuruma. Tayari mkandarasi anaandaa eneo maalum la kuwekea vitu vyake, na niwashukuru sana ndugu zetu wa Supadoro, wameshatoa eneo kwa ajili ya kuwekea nondo, simenti pamoja na vifaa vyote vya ujenzi, na tumekubaliana na mkandarasi wafanyakazi wa ndani pale basi wawe vijana wa Vingunguti. Vingunguti oye! Kwa ukiwa unajua kuchimba mtalo, ukiwa unajua kupiga plasta, sijui ufundi taizi, sijui ufundi umeme, hizo ni fursa ambazo mkandarasi nadhani kuanzia siku 2 hizi mtamuona pale tunazungushia mabati na ujenzi unaanza. Ahadi ya 7 ambayo ilikuwa ina kelele nyingi sana kwa ndugu zangu kule wa Majengo. Maji yakitoka mtakuja kwenye hii soko letu hili la Mabucha, yalikuwa yanaingia kule kwa wananchi. Ilikuwa ni kelele nyingi sana. Juzi Dr. Samia Suluhu Hassan ameingizia jiji zaidi ya milioni 60. Kwa hiyo pale tunaenda kujenga mfereji, na niwaombe wakazi wa Majengo, mkandarasi atakapoingia wampe ushirikiano. Mheshimiwa Mwenezi, hii barabara unaoiona hii zamani ilikuwa ni tope hapa, na hakuna gari ambayo ilikopo inapita, lakini kuona ni kuamini. Leo tunaona mandhari namna ilivyo, barabara iko safi na taa za barabarani. Ombi langu kwa wananchi wa Vingunguti ambao walipitiwa na miradi hii ya zege, ndugu zanguni, Vingunguti sasa imeshakuwa kitovu cha wageni. Vingunguti inaenda kubadilika na tutakualika mara kwa mara. Mainjinia wetu wako Dodoma, mainjinia wetu wapo Dodoma. Rais Samia ameongeza dau, zahanati anaongeza fedha za bilioni 2.5, ghorofa 3, sehemu za kulala wagonjwa, upasuaji. Kwa tunatoka kwenye zahanati tunaingia kwenye kituo cha afya wa Dubai kwenda kuchoma nyama. Maanake Rais Samia katuletea fursa ile pale. Kwa hiyo Vingunguti inajulikana duniani hivi sasa, ni sisi wenyewe ambao tunajiweka nyuma. Si mnanielewa ndugu zangu? Na nitoe wito kwa wale ambao mmepitiwa na barabara hizi za zege, basi hela zote za kodi msile kitoga.